Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Yes, waligani mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli yetu, karibu siku ya leo twende tukachakate zile habari za michezo ambazo kwa sasa zimekuwa gumzo kubwa, hususan kwa sasa ni dirisha kubwa la usajili na tetesi zimekuwa nyingi kila kona, na tunashuhudia wachezaji mbalimbali wamekuwa wakivunja mikataba yao kutokana na kwamba wanahitaji kutafuta changamoto nyingine. Sasa pasipo kupoteza wakati, miongoni mwa mchezaji ambaye amekuwa gumzo kubwa barani Afrika kutokana na kiwango kizuri ambacho amekionyesha ni mchezaji kutokea katika nchi ya Burundi, na huyu si mwingine mabibi na mwabwana, tunamleta kwenu siku ya leo mchezaji anaofahamika kwa jina la Jean-Claude Girumugisha, ambapo mchezaji huyu tunaona alikuwa akitumikia klabu ya soka ya Al Hilal Omdurman, ambapo alijiunga na Al Hilal Omdurman tarehe 28 Septemba mwaka 2023. Mchezaji huyu anacheza eneo la winga wa kushoto, yani namba 11, na ni fundi haswa. Anasifika kwa unyumbulifu wake, yani anajua kuchambua. Jean-Claude Girumugisha ni mchezaji ambaye anajua kupiga mashuti na anajua kufunga kweli kweli. 1v1 anapokabiliana na mpinzani ni rahisi kumpiga chenga na kwenda mbele, hata watu wawili kuwapunguza ni kitu cha urahisi sana. Tunashuhudia mchezaji huyu raia wa Burundi, kwanza ni potential kwa sababu ana umri mdogo. Ukiangalia ukimnunua basi unaweza kukanea, ambapo mchezaji huyu ana umri wa miaka 21. Sasa mchezaji huyu ananukia mitaa ya Kariakoo za Msimbazi ama Jangwani, kwa sababu ukiangalia Jean-Claude kwa upande mwingine ni mchezaji ambaye ameomba kuondoka katika klabu ya soka ya Al Hilal Omdurman mara baada ya kuitumikia klabu hiyo kwa takriban misimu mitatu. Kwa hiyo kwa sasa ameomba kwenda kutafuta changamoto nyingine kwa sababu ana ofa kubwa ambayo amekiwa mezani. Kwa sasa inaonekana klabu ya soka ya Al Hilal Omdurman watakubali kumwachia mchezaji huyu, kwa sababu ukiangalia ni mchezaji ambaye ameitumikia klabu hiyo kwa mafanikio makubwa, lakini ndio hivyo, hata ukimwangalia sasa hivi aendi mazoezini, ameweza kuweka mgomo, anataka kwenda kutafuta changamoto nyingine. Taarifa za ndani kabisa ni kwamba klabu ya soka ya Yanga Sports Club wameweza kufanya mazungumzo na mchezaji huyu na kuweza kuonyesha project ya klabu ya soka ya Yanga kuelekea msimu ujao kushiriki ligi ya mabingwa, ambapo ikumbukwe mchezaji huyu vile vile ana uzoefu mkubwa, ambapo ukiangalia msimu uliopita alicheza ligi ya mabingwa akiwa na Al Hilal Omdurman, alifanikiwa kufunga bao moja, tena alifunga Al Ahly ya nchini Misri na kutoa assist moja katika michezo 6 ambayo alifanikiwa kucheza. Nyota huyu raia wa Burundi Jean-Claude Girumugisha kwa upande mwingine kutokana na ofa ambayo klabu ya soka ya Yanga Sports Club ameweza kuiweka mbele yake, basi ameshawishika, na ukiangalia kwa sasa Yanga wana kocha bora kabisa hapa barani Afrika. Kwa hiyo dili hili linakwenda kukamilika, lakini vile vile nao Simba wanajaribu kuingilia dili hili. Ni kutokana na mapendekezo ya kocha mkuu hapa, tukienda kumwongelea Steve Barker, ambaye pia amekuwa muumini ama mtu ambaye ni mshabiki wa mchezaji huyu, ambapo ukiangalia kwa upande mwingine kuna uwezekano Anicet Aura akaondoka Simba Sports Club. Ni kutokana na ofa nyingi ambazo Simba wameweza kuzipata nje ya bara la Afrika. Kuna ofa ambayo imetoka pale nchini Uturuki katika klabu ya Bursaspor, ambapo wametuma dola 2.5 zaidi ya milioni 700. Hapo unaongelea fedha taslim za Kitanzania ambazo Simba wanakwenda kupokea kumuuza mchezaji, lakini Simba kwa sasa wanaichakata ofa hiyo kuhusiana na Anicet Aura. Kwa hiyo kama Simba watamtoa Anicet Aura, basi lazima waingie sokoni umsajili winga ambaye atakuwa na quality, kwa sababu inatoka quality inabidi aje mchezaji ambaye ana quality zaidi ya Anicet Aura. Lakini tunaona kwa upande mwingine Yanga mpaka sasa ndio ambao wanaongoza race kwa mchezaji huyu anaofahamika kwa jina la Jean-Claude, ambaye kwa upande mwingine yeye mwenyewe ameonyesha nia ya kutaka kuja kucheza klabu kubwa yenye mashabiki wakubwa, kwa sababu ndio njia pekee ya yeye kuweza kwenda mbali zaidi, kwa sababu ukiangalia Simba na Yanga ni miongoni mwa klabu ambazo zinafuatiliwa barani Afrika. Sasa unao nafasi ya kwenda kwenye comments na kutuambia kwa upande wako wewe, je, unamshauri mchezaji wake huyu ajiunge na klabu gani kwa maslahi yake binafsi kwa hapo mbeleni? Toa maoni kwenye comments na sitakuja kuyasoma.